mwanaume au mwanamke, kisukari kina athari kubwa sana kwenye mwili wako. Kisukari tunasema ni diabetes, sawa? Ni hali ambapo kongosho inashindwa kufanya kazi inavyotakiwa. Insulin zinazozalishwa zinakuwa haziko kwenye uwiano, kuruhusu kiwango gani cha damu, kiwango gani cha sukari kiingie kwenye damu na kingine kitoke nje kama taka mwili. Hii hali ikishatokea, kwanza huenda kuathiri mishipa yako, sawa? Ndio maana watu wenye changamoto ya kisukari ni rahisi kupata changamoto ya ganzi, ni rahisi kupata changamoto ya kusahau mara kwa mara. Pili, huenda kushambulia nerve zako, sawa? Nerves zinadili na taarifa za mwili. Huyu changamoto inaweza kumkuta akaanza kujihisi kusahau, sawa? Sometimes anakuwa na hasira za hapa na pale na kadhalika. Tatu, kisukari kikikomaa upelekea hadi upofu. Sometimes unakuta wewe ukiona una changamoto ya kisukari na unaanza kuona maruerue, hili ni tatizo. Sawa. Nne, changamoto hii ya kisukari inaweza ikakufanya wewe figo zako zikawa hatarini. Sio hivyo tu, kwa kuwa damu haingii na kutoka kwa wakati, mishipa inaunguzwa kutokana na kiwango hicho kikubwa kuzidi. Hapa tunasema hivi, moyo wako vile vile unakuwa hatarini. Sio hivyo tu, kwa upande wa mwanaume kisukari kinakupelekea kabisa ushindwe kabisa kushiriki tendo la ndoa. Ila kwa upande wa mwanamke kisukari kinaweza kikapelekea usipate mtoto, hata kama bado una umri wa kupata mtoto. Kama umezidi, inaweza ikakupelekea ukawa unapata mashambulizi ya mara kwa mara, kwa sababu kisukari kikishambulia ile mishipa inashindwa kupeleka nutrients zinazohitajika eneo husika. Kwa hiyo utajikuta wewe unakuwa unapata mashambulizi ya mara kwa mara. Na kama sio hivyo tu, ikitokea ukapata kidonda ukiwa na sukari, itakuchukua muda mrefu kupona. Nimewasaidia watu wengi wenye changamoto hizi, na wewe kama ni mmoja wao au unamfahamu mwenye tatizo hili, aidha unaweza ukampa namba yangu au ukamsukumia video hii ili aweze kujitibia. Nipo kwa ajili ya kusaidia juu ya changamoto mbalimbali za kiafya. Ila ambacho unahitaji kukifanya leo hii ni kuhakikisha unafollow kama channel hii au video hii umeiona kwa mara ya kwanza.